Wako watu ambao hatungi muziki, anaimbi, afanye nini, ajui kule mashairi, ajui anachukua hela ya muziki. Okay. Yep. Mimi niko na beat langu ni nikambe sufu. Watu wanakuona imba taarabu kama vile laini imeushwa. Nasikia leo mimi nataka upige chorus kwenye beat. Studio yake andika na sawa. Yaani mkiniongelesha. Yaani shaandika afu mtu akiniongelesha bwana unajua sikiza. Na nikaja yule sasa naambia kirudi aya. Kumbuke tena. Napitaje hapa? Aya, naambia bwana usitonge. Yapi chukua time bwana. Nabita niandike nyingine. Story Yangu Podcast. Utajifunza kitu. Hello guys, mambo ni vipi? How are you guys doing? It's another beautiful day ambayo tunakutana kwenye episodi nyingine ya Story Yangu. And leo ni siku fulani hivi special sana kwa sababu moja kati ya most requested guests ndo tuko naye hapa ndani. Ni moja kati ya wasanii ambao wameumbwa sana watu waweze kumsikia kwenye Story Yangu Podcast. Tuko naye Chidi Benz. Huyu ni mkali wa siku zote. Rapa mmoja noma sana ambaye achuji. Mtu pekee ambaye achokwagi na watu. Yaani siku zote watu wanatamani wamsikie afu wamsikie tena. So leo tunapata bahati ya kuweza kupiga naye story humu ndani na kusikia mambo mengi sana kuhusiana na yeye. So please usipange kwenda kokote. Chidi, karibu sana. Asante sana. Nimefurahi sana wewe kuwepo hapa. Nimefurahi pia. Okay, bwana. Tunatamani leo kusikia vitu vingi sana kuhusiana na safari yako ya muziki kwa sababu kuna vitu vingi watu wengi huaga hawajawahi kuvisikia kuhusiana na safari yako ya kuanza muziki. So leo bwana tuko huko sana. Watu wasikie mengi, wajifunze mengi kutoka kwenye story yako. Safari yangu ya muziki niliiongea karibia miaka 10. Watu hawachoki kuisikiliza lakini remember. Yeah. So Chidi, moja kati ya kitu ambacho tunakijua wengi ambao tushasikiza mengi kutoka kwako ni kwamba usingekuwa mwanamuziki ungekuwa basketball player. Ni moja kati ya kitu ambacho unakipenda ama ulikipenda sana. Okay. So tupige story kidogo, ilikuwaje sasa ukaweza kutoka kwenye basket afu muziki ukaova? Basket inahitaji mazoezi mengi. Inahitaji uwe physically fit. Inahitaji uwe sawa. Okay. Kwa sababu unajua mpira wa miguu mnacheza chini. Yeah. Lakini basket mnacheza wapi? Juu. Kwa hiyo inahitaji uwe very physical. Unaelewa? Sasa siku zilizozidi kwenda ule kuwa fit ikanipotea. Okay. Unaona? Ya nikakuwa shule nazidi nini, kwa hiyo nikasema anyway nitaendelea kucheza basket lakini naiona inanitoka. Okay. Lakini muziki ni kitu ambacho toka mdogo nasikiza, toka mtoto, sio kuna mdogo na mtoto Yeah. Toka mtoto nasikiza muziki mimi na dance nayo na nini, kwamba ni kitu ambacho ninacho ndani, umeona? Tofauti na wenzangu wengine ambao wao wamekuja muziki labda akamwangalia msanii fulani au nani nikapenda, lakini toka mtoto. Hiyo ndio watu ndio wajue. Toka mtoto mimi muziki, mama bwana unacheza tu, sikuelewi unaimba nini. Yaani lakini ukikaa unaimba tu. Sikuelewi lakini unaimba. Kwa hiyo imekuja hivyo. Kwa hiyo nikaja nisema ngoja muziki. Yaani sio kusema muziki, imekuja automatically. Naandika mashairi kwenye madaftari. Kakaangu anakuja anafunua anaona mashairi. Anaandikia na wino mwekundu nakumbuka. Haya ndo unayofuata shuleni. Kisha nikifunua ndo kuendelea pale unakuta jamaa vipi kaliona ile daftari. Ya kwa hiyo muziki umekuja nacho. Okay. Yeah. Na wakati unaanza, kwa sababu ulianza kipindi ambacho bado muziki ulikuwa hujakubaliwa kwa wazazi, mama ilikuwaje? Mama alikuwa ananoma, kitu ambacho
Yani mama yangu hajawahi kuwa na noma na muziki. Alivyokuja akasikia mimi nafanya muziki, hakuwahi kuwa na noma. Hakuwahi kusema hivi, hakuwahi kusema tofauti. Mama hajawahi kuwa na noma. Kabisa. Ulianza kuwa back vocal, kumbuka? Kwa FA, kwa Prof. Mangwea. Unaweza kutukumbusha uliwezaje kupata nafasi? Na Fidq uliwezaje kupata nafasi ya kufanya back vocal? Kwa sababu kumbuka kipindi hicho alikuwa mimi jinsi nilivyokuwa na vitu nilivyokuwa navifanya ndo ikapelekea washikaji kuniona kwamba bwana, twenzetu kesho basi mimi natua nazunguka naenda mikoani, twende wote. Unaona? Kwa hiyo sikuwa namjua Professor J. Professor J alinijua mimi. Kwa sababu Professor J nimejua ni nafikiri ndio namba 1 hapa. Nafikiri namba 1. Kwa mimi yani ukisema wasanii Bongo Flava, nafikiri Professor J namba 1. Kwa hiyo aliniona mimi, akanijua mimi, akanipenda. Kwa akaniambia tuzunguke wote kwenye show na kwa mimi nazunguka naye, naimba naye, namfanyia backup nyimbo zake, afu kuna nyimbo zile ambazo tukashirikiana na watu kwa labda mfano ile Professor na Inspector Harun. Inspector hayupo, umeona? Kwa hawezi kuzunguka na Inspector unajua ni kitu kingine. Hivyo watu wanajua kama Inspector ni kitu kingine. Kwa hiyo Inspector, shout out kwake. Kwa hiyo Inspector Harun. Kwa hiyo sehemu ya Inspector inabidi mimi nifanye verse pale. Kwa watu ukifanya verse, mimi na verse yangu nakufanya, watu wanashangilia, hawanijui wala nini kiukweli. Siwezi kukataa hilo. Lakini watu wanashangilia, umeelewa? Kwa watu jamaa nani? Simuelewa sehemu ya wimbo yani sehemu zile ambazo kashirikiana na watu, kwa sababu haya hawezi kuwa nao kwenye show, mimi niko naye nachukua nafasi nafanya verse pale. Ndio hivyo ilivyokuwa kwa Prof. Shout out kwa my brother Prof. Mwenyezi Mungu atamlinda. Na safari sasa ya kutoka kwenye hiyo kufanya back na kuanza kufanya muziki wako ilikuwaje hiyo shift? Hasira. Hasira. Kuna matukio mawili matatu yanakuwa yanatokea, unaona mbona mimi, kwa nini? Nimeomba 5,000 alafu nimeambiwa sina. Umeona? Unaona kwa nini? Alafu mimi kwa nini? Nikasema kwa nini? Umeelewa? Unasema kwani nianze kuhangaika mwenyewe nitafute hela zangu, sio hela ya kumuomba mshikaji. Yani sio kwamba eti nimeenda kuzunguka na msanii fulani au niko na fulani kwa nimwambie unaomba hela, kwa sababu dakika mwisho anakuambia sina. Umeelewa? Sijui hiyo ndio ilifanya sema no, natafuta za kwangu. Na nilivyosema natafuta za kwangu, nafikiri miaka 2-3 nikaanza kuingia nikaa kwenye nominee wa Kilimanjaro Music Award 2007. Ulikuwa wapi? Nilikuwa darasa la pili 2007. Basi mimi nikashinda tuzo na wenzangu, umeona? Ikaja 2008 nikashinda. Kwa hiyo ninaposhinda tuzo, the promotion na maneno CD Benz na nini ndio nakuwa mkubwa hiyo. Nimeanzia tu hapo. Wenzangu wametoka mbali sana, 90 na ngapi huko singapi. Sina neno nao. Wako mfano Shara kwa Sugu, wametoka mbali. Mimi nimeanza muziki za muda kidogo, lakini kaja kuanzia hapo 2005-6 hapo ndio yani mimi sitishi. Sijatoka mbali sana. Ushakwenda Nairobi, Kenya? Nairobi nimeishi sana. Sasa na ndugu yangu ndo nini. Story ambayo unaikumbuka kule? Story naikumbuka kule sio story, nilikuwa addict na mfuta madawa. Kwa hiyo ndugu yangu ndo nini na mtu wake, siwezi kumtaja, wakasema tumuite huyu aje huku tumfungie tumtoe hii madawa.
respect kwa hiyo. Afu sije kuulizwa kuhusu hilo. Kwa wakaniita kule, wakiniita sasa wananitumia pesa. Ninatumia hela bwana, kesho nauli hiyo mimi ting na chapa. Kitu bwana sasa kuna ile hela nimekutumia, ngambia bwana ile hela sikuiona. Chiti nimekutumia na meeting naipiga. Akituma tena ting. Baadaye akasema huyu tunafanyaje? Nafikiri walimuuliza, sina uhakika. Lakini no nini, mimi Chege ni watu tunawasiliana. Nafikiri akaambia vipi, akasema mteja baba, mnampa hela huyu mteja huyu anakula hizi hela. Umeelewa sisi? Kwa akaja kuna utaratibu kafanywa, mimi nikasafiri, nikaenda kule, nikakaa fresh, nakaa kwa nonini ndani. Sio eti hoteli au kwa nonini ndani. Alafu unajua kukaa na mteja sio kitu kidogo, lakini ndugu yangu alivumilia, nikakaa naye, nikafanywa matibabu na nini, nikakaa sawa. Hiyo ndio story pekee. Okay. Na kwenye safari yako ya muziki kabla ya kutoboa ama kuwa King Kong, ilikuwaje? Changamoto gani ambayo ushakutana nayo na kakuumizaga sana ama ikakupa hasira? Hakuna changamoto imekuniumiza mimi. Hakuna. Changamoto ni changamoto tu. Kwanza shazisahau sasa hivi. Hakuna changamoto imekuniumiza. That time changamoto zinatokea, sijui kama ni changamoto. Mimi naendelea tu, kichwa mkuki mbele. Niko tu leo naingia studio huku, leo nimekula huku, nimeingia huku. Sijui kama ni changamoto. Hizo siku tembea kwa miguu, sio mambo. Mpaka sasa changamoto tutaongelea nini hapo? Siku kukesha studio, siku kukataliwa, siku ambayo utarekodi kesho wiki ijayo, wakati wajua leo kumwona si msanii fulani. Haikuwa changamoto kwangu. Ilikuwa ni njia tu. Mashallah ambao ulifanya na Mzee Yusuf. Inaitwa Raha za Dunia. Raha za Dunia. Ila watu wengi wanaita Mashallah. Kwa especially sisi tunaisha. Lakini wimbo wenyewe unaitwa Raha za Dunia. Na tuna rename ngoma zako nyingi, tunaziita. Tuendelee na Mashallah. Tuendelee na Mashallah. Mashallah ni ngoma ambayo inafanya vizuri hata sasa, especially kwa dada tunaipenda sana sana sana. Hebu tupe story behind wakati una record. Mashallah, kitu ambacho watu hawajui, tulirecord kwanza tulikutana na Yusuf. Mimi nilikuwa nashinda tuzo msanii bora hip hop. Yusuf anashinda huku taarabu. Mimi nashinda huku makalini, Yusuf anashinda huku. Mimi nashinda huku, Yusuf anashinda. Yusuf siku moja tukakutana mlangoni pale Diamond Jubilee. Wachili vipi, ngambia vipi niambie shwari. Kama hivi unaonaje sisi tunashinda tuzo kila siku tu, unaonaje tukifanya ngoma moja? Kaambia hata mimi naona hivyo. Unasemaje tufanye ngoma moja? Kaambia mlangoni, nakumbuka Diamond Jubilee, nakumbuka mlangoni. Tuzo yake na mimi tuzo yangu. Wote washinda. Ngambia okay. Tunafanyaje? Ngambia mimi nitakupigia. Kaambia mimi nitakupigia pia. Kwa hiyo tukawasiliana. Yusuf alikuja Ilala. Kaambia maachana mavitu yako. Hizi zangu mimi na mavitu yapo. Kaambia achana, ingia huko mimi tuende studio. Kwenye mashine yake, nakumbuka kwenye mashine ya Yusuf. Tuka drive mpaka kule Mbezi nini sijui. Mtu wetu Benjamin wa Mambo Jambo nakumbuka. Ndo akatufanyia vocal, lakini kwenye beat ya hip hop. Mimi kwa beat langu ni nikamwambia Yusuf, watu wanakuona imba taarabu kama vile laini imeushwa. Nasikia leo mimi nataka upige chorus kwenye beat hii. Umeona? Yusuf akasikia hii hardcore beat kabisa, yani ngumu. Kama nataka upige leo chorus. Wewe Yusuf upige wewe taarabu wapige kwenye hii beat ya hip hop. Yusuf akapiga. Ndo akapiga ile ni Raha za Dunia kwenye beat ya hip hop. Ngoma ikaenda kwa Mika Mwamba bwana Finland. Mika Mwamba iko saka Finland. Unaona? Kwenda kwa Mika Mwamba akasikiliza ile beat ya hip hop akaona sio kweli. Akaitoa ile beat ya hip hop. Ikapigwa pale live. Ndio ikapigwa hiyo Mashallah. Mika akaipiga Mika Mwamba. Ndo akaipiga hiyo haikuwa si ikaletwa baadaye. Tumekaa kwenye tuzo tena, nafikiri ilikuwa ndio, sio nafikiri ilikuwa tuzo Kilimanjaro pale.
Tumekaa kwenye gari, mimi kwenye gari yangu mimi sasa. Kamwita Yusuf, mwambie Yusuf, mwite Yusuf, njoo. Yusuf akaingia siti ya nyuma akakaa. Kaambia Yusuf, msikiliza hii. Play iko tofauti. So mlichotuma. Sio kile tumdeni naanza. Yusuf kakaa kimya nyuma. Kasikiliza, baadaye Yusuf namuona cheza habari Chidi. Ngoma kali sana. Nikamwambia jinsi umesikia baba issue tofauti. Issue tofauti, sio tena vile. Mzigo ulienda kule ukabadilishwa. Na mimi naona nimeukubali, yani ila naisikiza kila siku akisema mnawasikiliza. Ngoma ikabadilika ikawa tofauti. Ndio ile raha za dunia. Ikatoka na ikapenda. Kabisa mpaka leo. Ndo mashine yangu nikitaka nikuadhibu na kupangia ile na kupangia Dar es Salaam stand up na afu nakuuliza na unapanga nini? Panga za kwako kali. Yani msanii mwingine naongelea yani. Umeelewa? Na wewe panga za kwako. Si hip hop finani utajua mwenyewe. Yani wewe nipigie zako ila mimi nakupigia ile na kupigia Dar es Salaam. Na maizana na wewe haraka sana. Anashinda. Na maizana na wewe haraka sana. 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 Dar es Salaam stand up ufuishi tulirename ngoma yako pia. Ni moja kati ya ngoma ambayo nipendwa sana. Inaitwa Ngoma Itambaye. Yes. Ila sisi kaona kwa nini Itambaye? Inaitwa Ngoma Itambaye. Ila watu wanaita Dar es Salaam stand up. Sio umeelewa hapo? Umesema mashallah wameitwa raha za dunia. Umesema Dar es Salaam stand up wameitwa Ngoma Itambaye. Yaani nimepewa tuzo kwamba Chingi ndio alisema Ngoma Itambaye. Okay. Chingi ndio ilichukua tuzo. Lakini watu wanasema Dar es Salaam stand up. Imefanyaje? Ni ngoma pendo ya Mama Chidi. Yeah. Story behind. Nilikuwa nimerekodi Ngoma Itambaye ambayo Dar es Salaam stand up nilikuwa nimerekodi mwaka mzima nyuma. Alafu nikakuwa nimeiacha. Okay. Na rekodi zingine. Na nyimbo nyingi. Kwa hiyo siku moja mama tumekaa sebuleni kipindi nakaa na mamangu mzazi. Wao nampenda Bihawa akaniambia ule wimbo wako unaanza ilikuwa inaanza na violin. Alafu ndio inaanza yenyewe. Kabla inaanza na ile violin. Ile iko wapi? Unanisikizisha iko wapi? Serious asubuhi kabisa chai sinakumbuka chai na mandazi yangu mawili pale. Nikamwambia ile inaanza na violin ile. Violin ile iko wapi? Enzi CD. Sasa kutafuta nikajua ile naijua nikamkichunguza nikampigia. Ikaanza nikamwambia hii. Akasema hiyo. Okay. Hiyo naipenda. Okay. Bihawa akaniambia hiyo naipenda. Hiyo naipenda kweli. Hiyo hapo nzuri. Kwa nini usitoe hiyo? Niliposikia vile nikasema mamangu mzazi kasema hivyo. Nikachukua nikarudi tena studio. Marehemu Pancho shara kwake. Ngamba Pancho. Tuifungue hii faili yake tuanze upya. Kiki piga kiki weka chini. Yani tuanze upya. Mimi nataka nirekodi hii. Kwa tukaanza upya nini nikarecord. Studio wa Dully Sykes hiyo. Yeah. Pia shout out kwa brother Dully Sykes. Umeona bwana. Tukarecord nikamaliza nikasema sasa mixing hapa inabidi awe mtu mmoja mix hivi vizuri kwa sababu nilijiona nimechana sana. Unajua yani mastyle ya keep pop the show keep it up keep jump keep kwa nikaona mixing up nikamwambia bwana naomba file. Yani hicho ndo kitu ambacho Mwenyezi Mungu alinisema bwana fanya hivyo. Nikamwambia naomba file. Nikachukua file nikaenda kwa mtu mmoja aitwa Allen Mapigo Shinte. Sio mnielewa. Wakati huo Allen ndo ana mix mabendi yote Sefa Academy za Kudo Sudani. Sio lakini watu wengine wasanii hawajui. Kaenda kwa Allen. Kaambia Allen naomba. Nakumbuka nimkuta FM nikutana na record Nyoshi Sadat. Nyoshi akambi Chidi.
patia Allen, patia na Kilimanjaro 2. Itanyoka. Patia na Kilimanjaro. nikaambia hivyo tu mimi nafikiri niko na familia, niko nao enzi ya familia. Kaambia Chiku njoo, hebu nendeni, kuna baa mbele hapo, hebu kanueni kreti. Wanaambia 2, kanueni kreti. Serious no. Kachukueni kreti. Kaenda kachukua kreti, kaambia leo hii nakuachia kama zawadi. Leni alibadilisha Dar es Salaam hapo hapo. Hawezi amini. Si alibonyeza wapi. Nilipokuwa napiga. Yeye kuna sehemu alibonyeza mambo yao kwa mimi kompyuta sijui. Mimi kitu ambacho nasemaga sijui ni kompyuta na kuogelea. Sijui. Akabonyeza sijui wapi. Bali kaza tu ngone bana. Nafikiri kama sikosei, nafikiri my brother Nyosha. Sasa muache Allen, usisimamie, mwache, toka nenda, ondoka. Si tukaondoka zetu, tukaondoka na vijana, kaondoka, tukaja tukaifuata Dar es Salaam, si kama wiki 3-4 ndio tunaikuta Dar es Salaam ameplay, ndio inaanza vile. Nikasema wow Allen. Kwa Allen mapigo ndio ameifanya imekuwa heavy. Ndio maana haiwezekaniki. Allen mapigo ni haiwezekaniki. Atabaki. Allen. Mimi nashangaa watu nakimbia siku kwa nani Allen. Si yuko wapi alafu? Tunabaki sina Allen. Yupo lakini nafikia na studio ya Allen hatari. Allen. Sasa wewe ni mmoja kati ya watu ambao mlishika pesa mkiwa na umri mdogo sana, wao unasema. Na unasema ulishika pesa ukiwa hauna elimu ya pesa. Unafikiri ungeishika ukiwa na elimu ya pesa ama uelewa wa pesa uliokuwa nao sasa hivi? Ni vitu gani umebadilika? Inategemea, unaweza kuwa na elimu ya pesa afu ukatumia pesa kishenzi, umeona bwana. Na unaweza kuwa huna elimu ya pesa lakini ukatumia pesa katika kiakili. Kuna watu hawana elimu lakini wanatumia pesa kiakili. Kwa hiyo mimi nilipata pesa, sema labda tu nilizungukwa na wasela wengi, washikaji wengi. Kwa hiyo unataka kuwaridhisha 1, 2, ndio kuonesha kwamba mimi ndo maneno. Mimi nataka nyinyi muepo. Kesho mtu akinitukana pale, mtaka mkimbilie mkampige yule. Kesho mtu akisema hivyo, leta mwende pale mtafanya hivi. Kesho ukisema nani yule, mfuateni. Kwa hiyo unajikuta inabidi kesho tena uambie, leo ingieni kwenye magari tuanze tu Mbeya. Magari 3, 4, 5. Unaweka mafuta manini yote. Kwa hiyo una uchizi tu enda wazimu. Kwa hiyo unaweza ukapata pesa lakini ukaona akili, lakini ukamshamba. Umeona? Yaani umepata pesa, una akili, lakini mshamba unataka mademu nini, unaonaga kwenye simu za kupangusa simu. Kumbe una akili ya pesa. Sawa, lakini kutokana na ushamba uliokuwa nao toka umezaliwa, wanawake ambao maybe uko nao au uko upati, wapo watu mastaa, wapo wengine wakubwa wa michezo na nini, mimi nawajua. Uko upati mademu, unajikuta unampendaga, unamweza hata mtu, yule fulani unamjua, msambia anamjua, namba yake unaweza kuipata, nakupa laki mwanangu ukipata namba yake. Kwa unakuta hivyo. Alafu kuna mwingine akipata hela anasema wamesijai kwenda Masaki mwanangu, maklabu. Waangalia okay, kwa hiyo unafanya twenzetu leo. Mwambie sawa, tuwekea gari mafuta twenzetu. Mtu nenda Masaki angalia, kumbe na akili ya hela. Lakini hakuwahi kwenda klabu Masaki. Umeelewa? Klabu sisi tuzoea Magomeni, yani Manzese wapi, yani baadhi sio klabu ba. Kwa hiyo tuende klabu. Mwambie twenzetu. Kuta pale chupa 3, 4, mwanangu tuchukue. Unaagiza tena. Kesho anaenda tena peke yake, tena kuacha. Kwa mwenda wazimu tu bado. Lakini na akili hela. Umeelewa? Kwa hiyo pesa iko hivyo. Yaani pesa haina akili. Yaani pesa mpaka ikujie. Kusema eti una control. No, mpaka upate. Mjinga atajibu swali hilo kwamba naweza kucontrol, mimi nitanunua nyumba na mjinga nini, hujapata hela kichaa. Hujashika vizuri. Kichaa una hela wewe. Hujapata hela. Wewe ni mtu ambaye ushawahi kusema mara nyingi sana kwamba ulikuwa unatamani kifanikiwa, mfano kama ni watu 40 wanakufunga wote mfanikiwa mmoja. Napenda hivyo. Yes. Sasa unafikiri hicho ni kitu ambacho kinawezekana kwenye generation hii? Kiwezekana. Shinda kile uchizi hiyo. Hiyo kile uchizi. Kwa sababu ndio ufanikiwa wewe wa kwanza. Wa pili mama yako alikuzaa. Wa 3 baba yako mzazi.
Okay. Wa 4 familia yako, watoto wako. No, nimekosea. Wewe, watoto wako. Okay. Mama si baba, hao wanafuata. Okay. Ya hao walishamaliza ya kwao. Yaani mama na baba walishamalizaga hiyo. Kwa wewe. Kuhusu mafanikio, lakini kuhusu kwamba kujua trust unajua mama. Okay. Ndo alinitoa kwenye mwili wake. Lakini mafanikio wewe kwanza. Watoto wako. Mkeo. No, watoto, mkeo, mtoto. Yeah, yani wewe, watoto, mke. So unafahamu? Ndo bwana mkubwa. Yeah, the God. Mwenye anajua kwamba nimekuweka ule watoto wako uliowazaa wewe, sio mama yako, sio baba yako. Sio dhambi hiyo. Mama yako na baba yako na mambo wameshamaliza kuhusu wewe, wamekuleta hapa ili wewe ulete. Sasa ule waleta hao ndo kwa kutegemea wewe. Watoto na mke ndo wa kwanza hao. Yep, kwa hiyo iko hivyo. Sio kama naeleweka sio? Yeah, unaeleweka kabisa. Unakumbuka tattoo yako ya kwanza kuchora na ilikuwa na maana? Nakumbuka. Okay. Hii hapa. Okay. Abdalla. Nikapiga makwilo. Okay. Baba yangu aitwa Abdalla. Yeah, Abdalla, yes. Okay. Mimi naitwa Rashid. Yes. Nilisema nitafanya hii tu kwa sababu huu mwili sio naitwa Rashidi. Kwa hiyo Rashidi Abdalla ndo maana yangu. Okay. Hivi upendo wako kwa unacheka vizuri lakini una meno mengi. Una meno mengi. Ungekuwa una meno mengi unacheka. Unajiamini sio au vipi? DMX bado anabaki kuwa hiyo. DMX Iri Simon nampenda tofauti kidogo. Unajua washikaji zangu wengi hawaniulizi kuhusu swali. Okay. Washikaji wengi hata goya niulize, hajawahi kuniuliza. Nakakutana naye. Okay. Mshikaji wangu kakutana naye. Lakini mimi hajawahi kuniuliza. Kweli. Waniulizi kuhusu hilo. Wanajua bwana Uramuni. Mpaka yuko hapa. Kwamba bwana uchune. Okay. Bwana umchunie. Okay. Yeah. Hawaniulizi. Na hizo ndo tattoo pekee ambazo upo nazo? No, na tattoo 7. Okay. Na hizi huku. Na moja iko hapa. Okay. Kuna tattoo yote ambayo ushawahi kujutia kuichora? Yeah. Okay. Zote. Unajutia kuzichora? Zote. Okay. Mimi zamani kwa spend tattoo, sitaki tattoo. Sihitaji, naambia tu mimi mambo ya tattoo mimi sitotaka. Sikajikuta ujinga gani? Mambo maisha yangu ya ujinga. Najutia zote. Upuzi tu, mwenda wazimu tu. Shando nini? Upuzi, najutia zote. Okay. Mimi mtu ambaye sijuti, lakini hizi tattoo sitaki. Sitaki, naona ujinga tu, niko kulewa nini upumbavu basi. Ukutosha chora tayari. Nimechora nazo nyingi huku Mike. Yaani sitaki, najutia kweli. Na kuzitoa hizo wanasema zinauma kuliko na kuchora. Na ni session nyingi sana. Nawaza. Tatoaje hizi wadai? Bora uziache. Niziache? Nife nazo. Session zake za kutoa ni nyingi sana. Bwana Godfrey anakukagua baadaye ukienda kule anakuambia hizi sijakuumba nazo. Umezitoa. Umetoa wapi? Bwana Godfrey, ushafika ghetto. Sio ghetto kwa Godfrey. Uko naye wawili. Kaita malaika wake kawapanga bwana. Hizi sijakuumba nazo. Umetoa wapi? Kabla hujajibu acheze kibao, Godfrey atoka mtu mmoja beusho. Damuwaza. Godfrey. Godfrey hatari. Lakini uzuri anasamehe. Anasamehe afa na wivu. Hata na sifa zake, hapendi kushare sifa. Hivi Godfrey angekuwa kwa mfano anapatikana Tabata, hivyo fikiri watu wangapi wangekuja Tanzania? Dunia si. Watu bwana Godfrey. Bwana Godi yuko Tabata Tanzania. Wanamfuata. Si ndio? Okay, yeah. Godi umeona amefichwa, yani hajulikani. Lakini watu wachanganya. Godi unajua nisha kusema siku moja, matendo yako mazuri, vitu vyako vizuri, mpaka ufikishe vizuri. Unajua kwa matendo mazuri sio mchezo. Yeah. Kwa hiyo umeona, kwa hiyo matendo yako mazuri. Yule Godi. Okay.
matendo yako mieusho. Bwana mkubwa nani mwingine yule jamaa. Yeah. Nitakumuita bwana mkubwa. Yule mwingine. Sikushaelewa. Yeah, kwa hiyo yupo lakini matendo yako mazuri. Ndo bwana God. Lakini mieusho yule jamaa mwingine. Okay. Yeah. Kipindi unafanya shows kwa sababu unajaza sana siku zote. Na hata sasa hivi ukisema ufanye pia unajaza sana kwa sababu ulitengeneza foundation nzuri ambayo sio rahisi kuibomoa. Ni kitu gani ambacho ulikuwa ukipendi kutokea kwenye shows zako? Sipendi watu wakizimia zile nini zile. Yeah. Watu wanazimia. Show zangu mimi watu wanazimia. Siongei masia. Anyway, hata sasa hivi kuna watu unakutana naye mtu anachanganyikiwa. Sio lazima awe Mswahili. Upendo ule umezidi. Aweza kwa mtu wa taifa lingine, aweza kwa mzungu, aweza anachanganyikiwa na yani anachanganyikiwa totally. Umeelewa? Sasa ile mimi sipendi. Mimi naona aibu. Unaona vipi? Unaona? Okay. Yeah, lakini love pia. Na unaona kile kitu nikiandika mimi ghetto chumbani nikiandika. Huyu kimemfikia mpaka anakijua chote. Na anakiimba chote. Mtu kutana naye anakupiga vesi yako. Wewe sikwambia siwezi bila wewe. Ndio, naweza kukupiga fudamu. Unaweza kuta binti mmoja ukakaa unamsikiliza unamuunganishia roho. Yeye anambia na mami. Kama jana nafikiri yani ukutana na mtu. Jana kwa sio bibi alikuwa analia kabisa. Analia anasema mimi nakuona tofauti. Sasa ile kulia sikuzimia kufanya nini? Zile mimi nazichukuliaga anatakiwa bwana Godi. Tupate. Godfrey peke yake ndo shughuli zake hizo. Kwa hiyo maana unamuingilia Godfrey, anakuchungulia una baadaye ndo umefikia hivi baba. Okay, ila no. Lakini yote ni yeye pia ndo anasababisha nguvu. Mungu ndo anakupa nguvu, anakupa ustaa, anakupa hicho kipaji, anakupa yule akuonesha yule mwanaume analia au mwanamke. Jana tu tulikuwa sehemu beach kule mtu kalia mwanamke binti kalia sana kabisa. Mimi tena wakaniambia ndugu zangu mbona mnenda kamshike nikakaa naye atamshike maki anakuona kwa mbali afu anachana mnenda nikaenda ngamshika vipi no kaongeza kwa ile muone hizo mimi napata a lot. Yep, kwa hiyo ile inanichanganyaga kidogo. Okay. Yaani kikaaga peke yangu sasa unajua kila mtu tunafanya hizi mambo tunakaa tunafanya kile dakika mwisho kitandani ndio mwisho. Geto lako unajua una kitandani kwenye godoro kwenye nini ukisha uchuna pale ndio unaanza kutafakari matukio hivi kwaje pale unaona yani inanichanganyaga ile. Okay. Unaanza unawaza kwenye upande mwingi sana. Kwamba sasa watu wanipenda hivi, nitakiwa basi niwe na mira kibao. Au watu wanipenda hivi, nitakiwa niwe yani unachanganya unawaza. Baadaye kushafikia bwana mamangu ndo anipenda na maza yako anakupenda. Awe mzima awe Mwenyezi Mungu amchukua. Mama yako anakupenda. Ndio masa alikufungulia utoke. Yeah. Angetaka singekubania tu. Angefunga mlango. Ni kweli bwana. Yes. Mama ni genuine. So wewe sio star ambaye unaishi ile maisha yako complicated kama mastaa wengine ama watu wengine ambao wana influence maarufu na ukubwa ambao uko nao, lakini wewe unaishi lifestyle ambayo ndio kama hivyo unaweza kukutana na mtu uka comfort kama ni shabiki yako na vitu kama hivyo. Ni kwa nini uliamua kuchagua lifestyle hiyo? No, lifestyle hiyo uchagui. Lifestyle hiyo unaishi kama vile ushawahi kuishi na ukaona. Ameshaishi hivyo wakati hao wote unaosema wewe hawaishi. Okay. Kiukweli kabisa. Sijui labda kama kuna mtu labda ananiangalia kwenye interview afuata akasema mimi nilikuwa noma chidi. Sijui nani. Sijui yani sijui hata mimi nilikuwa noma sijui nani. Lakini mimi nimeishi maisha ambayo jinsi nilivyoishi na jinsi baadaye kanitokea. Kwa sichagui kuishi sasa hivi nomo, lakini inabidi niwe nomo. Si umeelewa? Kwa sababu sasa utafanya nini? Si umeelewa? Una cha kufanya inabidi uwe nomo. Kwa sababu nimesha
nyuma wakati hao wengine sio kwa shule, wengine sio wasomi, wako mitaani, wengine wako vijijini kwao. Unajua kwa watu wametoka vijijini wananiona kwa TV na nini hivyo magazeti, unaona mimi naishi maisha hayo. Maisha private jet. Umenielewa? Yani maisha hayo. Umenielewa? Kwa hiyo sasa hivi najikuta baba nomo. Kwa sababu yale kuna vitu yamenifundisha. Yameniletea maadui. Yameniletea husda. Wambea. Tunuksi. Masnichi. Umeona? Yameniletea watu waongo. Umeona? Yameniletea watu wengi sana ambao kwa namna fulani ameniathiri. Umenielewa? Kwa hiyo inabidi nao niwe nomo. Inabidi niwe nomo. Sio kwamba eti naogopa kitu au nini. Sina, niko nomo. Nomo. Na fulana zangu na nguo zangu na maisha yangu na mtu wangu na tembea nomo. Kwa sababu najua ni kilichonitokea wakati nilikuwa siko nomo. Umenielewa? Kwa hiyo sasa hivi niwe nomo. Na nafurahia mafanikio ya kila msanii. Mimi ni mtu pekee naomba niseme kwamba nafurahia mafanikio ya kila msanii. Yani kila msanii mimi nafurahia. Naona fulani wow, naona safi. Sema tu wa take care. Umeelewa? Kwa sababu hela, kuna hela unamiliki afu kuna hela unashika. Vitu tofauti. Kuna hela unamiliki na kuna hela unashika. Na umepewa shika. Afu sikutambia tuomba zile hela zetu. Umeelewa? Kuna ziko aina tofauti au bwana una mwanamke ambaye kumbe na mwanamke wako anafanya kazi na hela nyingi na anafanya biashara na pesa nyingi. Unakuta msanii fulani na lakini mwanamke wake. Sasa siku inabidi umpende huyo kile unachotaka. Kwambia umkate kucha kwa mdomo, inabidi umkate kucha kwa mdomo. Siku mkigombana maana vitu vyote vinakuwa unaanza sifuri. Lakini point ni kwamba take care. Usiishi unavoona ukaisi umemaliza. Pididi uko jela unajua. Hivi unajua? Yes, miezi 50. Hivi hao wanajua hao mastaa. No, wanajua eti bwana bwana. Wanajua mastaa. God. Hello. Wewe unaongea nini? Sio kubwa ule pesa zile. Didi. Sean. Wewe. Achana. Yaani achana. Lakini yuko wapi? Yuko ndani. Kwa hiyo chukulia tu wewe unatuonesha ndege, unatuonesha magari, unatuonesha nini, unatuonesha macheni, mabeno, manini. Yaani hiyo take care. Mimi nafurahi. Yes, mimi nafurahi. Sio sina wivu. Wivu upo ile wa ndani ule kwamba mtoto huyu ana hela nasikia lakini wewe ndani, lakini baadaye unasema no. Wakati wake, umeelewa? Huyu pia alikuwa mdogo mtoto anaangalia mimi pia nafanya mambo haya. Nimevaa mameno kwa Dar es Salaam stand up naonesha mameno nimevaa no, yani wakati wake huyu, umeelewa? Ndio maana kuna Michael Jackson, kuna Chris Brown. Wakati wake, umeelewa? Sasa usiweke hiyo. Kwa hiyo mimi take care tu. Take care. Okay, na ushai kusema kwamba ilikuwa ni kawaida yako kwamba ukishavaa nguo mara moja kipindi sirudi. Yes, urudi na unazigawa. Sio tu urudi lakini unazigawa. Na ukisema mama alikuwa anakukataza hicho. Mama alikataza sana. Sasa mimi natamani uwape watu elimu kidogo kuhusiana na swala la kugawa nguo na vitu vya kumbusha. Tundamani kai kuimba kwenye muziki kwamba sisi mimi na nani mtoto nani yule sawa tuko tunavaa nguo zako. Kai kuimba. Kwa hiyo niko nafanya hivyo. Which ni sio kibaya lakini mama alisema sio kitu kizuri. Nguo yako ulovaa kumgaia mtu. Sio kitu kibaya. Mimi naweza kukuvulia hii fulana ngakupa. Haikuwa kukuletea madhara au kwa kujuta. Madhara sasa haijawahi kwa sababu madhara maana yake labda ningekuwa nimekupa nguo afu nachanika nyama labda au nakatika kidole sawa, lakini kuna mama alikuwa hapendi hicho kitu. Kile unakumbuka mtoto wako wa kwanza ulimpata ukiwa na umri gani? Nimesahau. Ana umri gani sasa? Sitaki story hiyo. Unataka? Mambo gani?
Watoto wangu achana wakae nje kabisa, ndio kabisa, sitaki hata kusema. Basi. Mmoja tu ule ndo yuko kwenye Tulimuona tena mrembo yule. tena, naona ni tatizo, kosa kweli, Okay. kosa, tatizo. Watoto natakiwa wakae Nje kabisa ya. nje kabisa, ili na wao wapate picha ya kwamba sisi tunatakiwa tuwe nje na hii. Yeah. Atokee labda mmoja, mimi naimba baba, umsikie, unajua okay, Watasapotiwa. unajua shauri lako karekodi Unajua mwenyewe, kingamba nenda shule yenu ya wazungu au msojeo shule ya wazungu, hii shule ukasome, this is me, this is no, this is yes, this is mwana then kutoka hapo upate elimu ya wewe ya kujua utafanya nini na mambo yako ya sio shule bwana. Shule imewekwa tunatuwekea watu weupe. Kwa hiyo lakini muziki unaimba, mwambie mama yako, mtajua na wenyewe, mtapelekana, mtakuingilia mimi sipo mimi, lakini iko hiyo kwamba baadaye unajua sasa nitafanyaje, mtoto wangu ndo wapenzi wangu hao, mimi mpenzi wangu na mtoto wangu au ndo wapenzi wangu hao. Kwa hiyo naangalia, lakini sitaki kuzungumza sana kuhusu watoto wangu. Sawa, ulisaidia watu wengi sana kipindi chako, kwa hiyo watu wengi wametoka kwenye mikono yako. Sasa ulipopata changamoto walishawahi kurudi kukusaidia mama? Wapo watu walisaidia ambao ni wasaidia. Okay. Yes, wapo. Sio kwamba eti watu, wapo watu walisaidia ambao, wapo watu walisaidia ambao niliwasaidia. Okay, wakarudisha fadhila. Sio kurudisha fadhila, kusaidia kurudisha fadhila sio kitu kidogo. Kurudisha fadhila hiyo maana sio kitu kidogo. Kwa hiyo yani kwa kifupi, wapo watu ambao mimi walikuwa ni check ambao mimi pia nimekuwa kusaidia. Na natamani kurudisha nyuma kidogo, kipindi unaanza safari yako ya muziki, ni watu gani ambao walikusaidia sana kuhakikisha kwamba ndoto yako inakamilika? Hakuna mtu anisaidia mimi. Okay. So kwenye historia yako hakuna watu ambao wanatakiwa wakae mstari wa mbele kwamba wewe uliplay role kubwa sana. Okay. Mimi najua mwenyewe nilidanganya vipi, nikaingia vipi, nikafanya vipi. Yes, sijaikuwa na manager, sijaikuwa na boss, sijaikuwa na nani. Mimi sijawahi mpaka leo. Sijawahi kuona. Sijawahi. Nilitoka mwenyewe. Watu kutoka wanajua. Hakuna mtu anaweza kusema eti mimi kwa manager, hakuna kitu kama hicho. Labda maproducer. Ninakuwa na record. Hapo sawa, lakini eti mtu kusema alisaidia mimi, hakuna mtu alisaidia mimi. Alright. Hakuna. Nani mwa kusikia nilimsaidia Chidi? Mimi nilikuwa no, hakuna. Wapo tu ambao waliwasaidia, ila ambao na mimi lakini wao hakuna mimi tukai kunisaidia. Hakuna. Nimekutana na watu. Navoishi nakutana msanii muziki, nakutana na watu, lakini mtu eti asema mimi nilimsaidia Chidi kitu fulani, nope, hakuna. Moja kati ya changamoto ambayo ama kitu ambacho kinalalamikiwa sana na wasanii ambao wanafanya muziki sana kipindi ambacho digital platforms hazijawa kama sasa hivi ni kwamba pesa zenu wanachukua watu wengine, ama malipo yenu wanachukua watu wengine. Pesa zetu wanachukua watu wengi tu, sio hizo za digital platform. Pesa nyingi tu wanachukua watu wengine. Okay. Hizo za digital platform hata mimi pia na tatizo hilo. Okay. Lakini watu wanachukua pesa nyingi. Wako watu ambao hatungi muziki, anaimbi, afanye nini, ajui kule mashairi, ajui anachukua hela ya muziki. Okay. Wapo. Yaani andiki muziki, atungi, aimbi, aendi studio, ajui studio siko wapi, ajui, lakini kazi yake achukua pesa. Ya muziki. Wako wengi tu. Sio digital platform, wengi tu. Na unalipi la kumshauri? Of course najua unasemaga utaki kushauri watu. Sipendi kuwashauri watu. Lakini acha tu waambiwe, wakichagua kutokosikia ni wao. Watu wajue tu kama kuna Mungu basi. Okay. Hilo ndo la muhimu. Yes, kuna Mungu. Chochote unachoenda, chochote unachofanya, chochote unachopitia, chochote unachofanya, jua Mungu mwenyewe ndo kataka. Okay. Aliyekuleta hapa kataka. Umeelewa? Namba nikikupa hela sasa hivi, nitazinyakua kuanzia mwaka fulani. La sivyo utaenda kupata ukimwi. La sivyo utagombana na watu, utapigwa visu. La sivyo watu utakuteka. Kwa hiyo mimi kuanzia mwaka fulani hapa nachukua hizo kukuepusha wewe. Sawa? Afu baadaye anakuwa mimi simpi kabisa, huyu nikimpa tabia yake ninavyomjua. Usimpi. Subira, huyu anataabika, tusimpi hela.
Alafu kuna ile bana mimi nakupa kidogo. Sizidishi kiwango. Kidogo. Sikupi ile miela mingi ukatambe si uoneshe madola bali kidogo. Hochagua. Unataka kwangu mimi kidogo? Au yupo bwana mkubwa mwingine yule jamaa hiyo atoa nyingi. Za haraka zenye malipo makubwa. Haraka sana. Gharama yake kubwa lakini. Yes, inategemea watu na gharama. Umesema gharama yake kubwa, unajua gharama yake kubwa, unajua maana yake? Unajua maana yake? Ndio. Kuna watu nani? Kuna watu inabidi nani wapenzi anyway, sawa. Yeah, it is that complicated. Nasikia gharama nasema nasikia gharama ni gharama kubwa sana. Yes. Umeelewa? Yes. Unasema upo tayari? Utaweza? Unaweza. Unahitaji zile pale. Bwana Chidi, mimi nimefurahi sana kupiga story na wewe. Lakini unajua ni kwa nini wao wanasema kwamba ukiwa juu, yani uko kwenye peak, miluzi inakuwa ni mingi sana. Yeah, sababu kwenye peak. Sababu kwenye peak. Sasa tuko tayari kwenye peak, miluzi ni mingi. Okay. Kwa binafsi ni fan wa gang kubwa kwa sasa hivi kwamba uwe na watu wengi wanaokuzunguka au unatamani mtu awe na sai kwa mboni. Ukiwa kwenye peak unakuwa vile unavyokuwa. Okay. Mpaka uje ugundue kwamba bana sipa kwenye peak. Kwa pia Aisha ni kama ile hela kwamba uwezo kumshauri mtu kama haja experience mpaka afike. Ukiwa kwenye peak mpaka uje ujue kwamba sawa. Mpaka ujue. Ukija kujua ujue sasa hapa huko kwenye peak. Ila kwenye peak yeah, ni sawa tu. Tunarudi lini rasmi sasa? Sababu watu wanasubiri sana. Narudi rasmi vipi wakati nimerudi? Sio hivi. Tunaanza lini yani kusikia zile back to back? Sasa mnisikia hapa? Muziki. Muziki usikilize muziki wangu. Okay. Sema wimbo mpya. Muziki mpya. Hii nyingine tunaisikiza kile siku hapa nyama tusikie tu. Yes, sio muda mrefu natoa wimbo mpya. So watu wakae tu mkao. Yeah. Sio muda mrefu natoa wimbo mpya. Mambo matatu tu, kwanza nataka tuweke sawa na watu wangu. Kwa hiyo tukiweka sawa natoa wimbo mpya. Mimi kutoa wimbo mpya natoa muda wote. Tunaamka shindani. Afsi shindani. So mimi sitaki kushindana. Si shindani eti kwa sababu fulani katoa sijui wimbo kachana mpaka hata senyewe haionekani. Mimi chane. Mimi nitatoa wimbo ambao nafikiri utakuwa sawa. Yes, yani sio nafikiri utakuwa sawa. Utatoa wimbo. Nimerecord nyimbo kadhaa. Ni muda tu. Na bado naendelea kurecord. Nitakuwa sawa tu. Nitatoa wimbo. Nitakuja hapa. Nitakuja kusema nimetoa wimbo huu hapa. Wapeni watu wasikilize. Watu wasemeje. Nitatoa wimbo. Nataka vitu fulani vikae sawa. Nyimbo zako zilikuwa ama zinakuwa inspired na kitu gani? Yaani wakati ukiandika ni ipi inakuwa inspired? Hakuna inspired. Unajua saa zingine unaandika kitu studio. Okay. Kwa hiyo usisema ilikuwa inspired. Ndio studio usikie. Unasema hii nataka. Okay. Beat hii nataka. Hii niimbe mapenzi. Hii niimbe maisha. Okay. Kwa hiyo muziki unafanya pale akili yako inapokuja. Sio ku inspire. Sijui wenzangu labda lakini mimi nasikiza nasikiza nasema hii napenda hii. Okay. Na ngoma yako ambayo uliandika kwa muda mfupi sana? Zote. Inakuwa ni muda mfupi. Zote. Muda mfupi hapo tunazungumzia muda gani? Inategemea. Okay. Zote naandika muda mfupi. Mimi andika yangu ni muda mfupi. Siwezi kutunga kitu mwezi au miezi. Siwezi. Nasahau. Studio yake andika na sawa. Yaani mkiniongelesha. Yaani shaandika afu mtu akiniongelesha bwana unajua sikiza. Na nikaja yule anasema naambia kirudi aya kumbuke tena. Napitaje hapa? Aya, naambia bwana usitonge. Yapi chukua time bwana. Napita niandike nyingine. Uanze upya. Yep. Kwa hiyo mimi ndo niko hivyo sana.
Na kwa kumaliza kabisa utuambie nipi siri, kwa sababu unajua sio watu wote wana kibali ambacho uko nacho cha kukubalika all the time. Nipi siri? Mungu. Siri Mungu. Ndio anayejua. Kwa sababu wenzangu nao pia wanatamba. Na mimi natamba. Kwa hiyo Mungu. Hamna siri nyingine. God. Mungu. Ama nakosea? Ni Mungu, Mungu. Mungu anampa Rashid Abdalla Muhammad Makwiru, nampa. Basi. Wenzangu mtu akiambia ana mpango wote, sasa wewe shauri lako na Mungu wako. Umeona mimi Mungu wangu mimi kaniambia wewe noma. Hichi kitakuwa siku zote. Wewe noma. Kwa hiyo Mungu hamna kitu kingine. Hakuna kitu kingine, hamna uchawi, hamna nini, hamna sui nini, hamna sio umekula kiapo wapi, hakuna hiyo. Kuna watu wanakula viapo vyao wanapokula huko, afu jamaa mwenyewe bwana Godfrey akitaka anakuambia leo njoo wewe. Si ndio bwana? Wewe si umeapa si wapi kule? Si umetoa damu si wapi? Si umefanya nini wapi? Si umeweka njoo wewe bwana leo. Njoo lale huko. Bado unalala. Na viapo vyako. Unaenda kuvilipa. Unalala. Uongo? Unalala. Eti si wewe unaamini si kitu gani si? Si kitu gani vidole si unafahamu nafanyaje mikono akiamua mwenyewe bwana njoo leo ulale. Wewe. Usingizi mzito. Kuonesha kwamba sikia ngambie leo njoo ulale. Wewe unaamini si nani? Unaamini wapi? Wapi? Leo unakufa. Yaani leo unakufa leo. Kwa hiyo kile kiwanda, sijui grupu, sijui kampuni, washikaji wanajua leo bwana tunaenda kumzika. Na ulikuwa mkubwa sio nini mnaamini nini na nini. Kwambia leo sasa sikiza wewe. Nikuonesha ndo mkubwa. Mimi ndo njoo hapa. Unalala. Jamani unakataa hiyo? Hiyo unalala. Kwa hiyo bwana Godi ndio kiboko sana. Na kwa upande wako unaona ni yapi madhara ya kufake? Unajua wasanii akiwa wakati anajitafuta ama tunasema kutengeneza brand wao wanaita kwamba inabidi uonekane una gari fulani, una jumba fulani, pesa ukipiga ama ukienda sehemu dili na kuja fulani. Aina ile ambayo unakuta wengine wanakuwa wana fake. Wanasema you fake it until you make it. Unafikiri ina madhara gani kwa? Waacha fake. Ndio dunia yao, ndio muziki wao, ndio style yao, ndio mambo yao. Mambo yao fake waonekane. Waacha fake tu. Waacha ndio kufake. Real tabaki kwa real. Fake waacha fake. Hawa wana neno. Waache tu fake. Mimi napenda wanao fake. Mungu napenda. Napenda wanao fake, napenda kweli. Napenda sababu sinajua nimetoka wapi picha wapi. Napenda mimi siwezi kusema stake fake. Kwa hiyo napenda wanao fake. Napenda. Yaani wanao fake, wana fake mpaka unapenda, unaona laya, unaona ukikaa kwenye simu. Nani unaona utulie. Na manguo yao nini ile mabuga. Nitoaje ile? Mabwanga yale mimi sijapenda ile mabwanga. Mabwanga wacha wavae mimi sivai. Bwanga. Wewe. Designer akikuletea style hakuna. Si Nigeria kwa bwanga hakuna. Nani kavaa bwanga ndani? Hakuna bwanga hakuna. Bwanga ni bwanga hakuna. Na bwanga mara nyingi lazima utakuwa mtoto. Anyway, Bwana chini sisi tumemaliza. Lazima na mashabiki lakini kabla hujaondoka lazima tupate kidogo. Sasa unajua sasa tupate kidogo kwani hapa stage bwana. Hiyo na sisi tunajipendelea. Basi tunajipendelea. Sasa nileteni mic stage na nipige na beat. Ndio niimbe. Back from roots, go make older kila siku na provide search like a decoder. I'm clean, smart, black and white. Where's follow my steps kila siku na change side. I've been rock toka enzi zile msela mpaka leo shida zote kapuni bado bachela na saka hela for skingy kama. Okay guys, we're gonna chini kusikila. See you on the next episode. Yeah. Bwanga unavaa. Mimi kivati wakike si sawa. Sio bwanga hili. Ni bwanga. Wakike sawa. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.